Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghannai Islamiyya, insha Allah leo tutarajia kumaliza fiqhi ya faslu thani katika mlango wa 23 rakmu 27. Sin sual, kam ab'adhu salati, ni ngapi ab'adhi za swala? Kam ab'adhu salati, ni ngapi ab'adhi za swala? Ab'adhi ni jam'i ya ba'dhun, katika vitabu vingine huitwa hayat, na tulieleza nyuma imeitwa hizi ab'adhi kwa jina hili kwa sababu ni sehemu moja katika sehemu mbili za nguzo, ama ina hukumu moja katika sehemu ya hukumu mbili za nguzo, yani ni baadhi ya hukumu za nguzo katika swala. Baadhi ni neno ambalo lina maana ya nusu ama kitu ambacho si kizima. Na nyuma tumeeleza hata Kiswahili wanasema baadhi ya watoto, baadhi ya kitu fulani, nimechukua baadhi, yani si yote. Na ni kwa sababu nguzo katika swala ukiacha utarudi, alafu baada ya kurudi kuifanya ile nguzo mwisho utasujudu sijatu sahwi. Lakini baadhi ukiiwacha basi haufai kurudi kuiswali, lakini utasujudu sijatu sahwi. Jim jawab, wa ab'adhu salati sab'atun, na ab'adhi za swala ni saba. Al-awwalu, ya kwanza, at-tashahhudu al-awwalu ni at-tahiyatu ya kwanza, ile ni baadhi katika baadhi za swala. Ukisahau ukenuka juu haufai kurudi chini, ukirudi swala itavunjika, lakini mwisho utasujudu sijatu sawi. Athani wa qu'udu, na kuketu na kiketo cha atahiyatu ya kwanza pia ni katika baadhi za swala. Athalithu, ya tatu, wassalatu ala nabii sallallahu alaihi wasallama, na kumswalia mtume, rehma mtume mtukufu wa daraja, rehma na amani zimshukie, fihi, katika atahiyatu ya kwanza. Arabiu, ya nne ama yane, walqunutu, na kuomba dua. Kukunuti ni kuomba dua, lakini maarufu na kusoma kunuti. Fi itidali thaniyati sub'i, katika kuitadili ya raka ya pili ya swala ya subuhi. Hii ni baadhi, yani ukisahau ukashuka chini haufai kurudi, lakini utasujudu sijda mbili za sijdatu sahwi, kunuti ya swala ya subuhi, na yafaa iletwe kwa ajili ya kuwaombea dua Waislamu. Na wale wasioleta wasema mtume alileta kisha akawata, lakini ukenda ukisoma zile hadithi masala marefu, kwa ufupi tu ni kuwa ilikuwa ikitokea matatizo kwa Waislamu, basi mtume akileta kunuti. Kwa hivyo Waislamu ni kina nani? Waislamu ni wote waliosema kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ulimwengu twauona namna Waislamu wanavyouliwa, namna Waislamu wanavyodhalilishwa, namna vita sehemu mbalimbali. Kwa hivyo mtume wakati Waislamu wakipata shida akiwaombea. Sasa wakati kukiwa na amani huacha. Leo tujiulize, Waislamu ulimwengu mzima wako kwenye amani? Basi kama kuna Waislamu hawako kwenye amani, wale wenye amani wanafaa waombe Mungu. Lakini pana hikma pia ama siri zimefichika hapo ndani katika kukataa kunutu. Ingawaje haya ni masala tumesema yana tafsiri zake,
lakini kwa ufupi ni hivyo. Asadisu ya sita, wa ala alihi wa witri nisfi al-akhiri min Ramadhana, na witri ya nusu, wa witri nisfi al-akhiri min Ramadhana, na witri Ramadhani baada ya tarawih uswaliwa salatul witri. Sasa an-nisfi al-akhiri min Ramadhana, nusu ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, kuanzia Ramadhani 15 kuendea kule, inafaa iletwe witri. Katika witri iletwe kunut wa witri, na kuleta kunuti katika swalatul witri ya nusu ya mwisho kutokana na mwezi wa Ramadhani. Alkhamisu ya tano, wassalatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, na kumswalia mtume mtukufu wa daraja, rehma na amani zimshukie, ni baadhi katika baadhi za swala. Asadisu ya sita, wa ala alihi, na kuwaswalia ali zake. Wassalatu asabiu ya saba, wassalatu ala al-ali fi tashahudi al-akhiri, na kuwaswalia jamaa za mtume katika atahiyatu ya mwisho. Sin sual, kam sunanu salati, ni ngapi sunna za swala? Jim jawab, wa sunanu salati, na sunna za swala, maada dhalika, ni zisokuwa hizi, zisokuwa sharti, ni zile zisokuwa nguzo, ni zile ambazo hukuziona katika baadhi, hizo ndio zitakuwa ni sunna. Pana kitu huku kiona katika sharti na chafanywa katika swala, pana kitu huku kiona katika nguzo na chafanywa katika swala, pana kitu huku kiona katika baadhi na chafanywa katika swala, hizo basi ndio itakuwa ni sunna. Mfano takbira zile za sami Allahu liman hamida, takbira za intiqalat, Allahu akbar, Allahu akbar, ya kwenda chini, ya kutoka kwenye sujudu, ya kutoka katika kuketi, hizo hazikutajwa katika hizi sehemu tatu, basi ni sunna. Sura baada alhamdu haikutajwa, ni sunna. Na adhkari zile subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, ni sunna. Tamam. Fashartu, basi sharti za swala, waruknu, na nguzo, la yajiburuhuma shay'un, haziungwi na chochote. Ukiacha sharti hakuna kitu kitaweza kukiketia badala, kuikava ama kuijaza pengo la kuacha sharti ama la nguzo. Watabtulu salatu bitarkima, na itabatilika swala kwa kuziacha hizo mbili, sharti na nguzo. Kwa hivyo kifiki, ukiacha sharti ni lazima ukaifanye, huwezi kwenda mbele. Ashartu, kwa sababu katika fiqhi ma la yatimu shay'u illa bihi, ni kile ambacho kitu hakitotimia isipokuwa kifanywe. Swala haitimu mpaka ufanye ile sharti, na nguzo nayo ni hivyo hivyo, ni juz'un min ajzai haqiqati shay'i, ni kifungu katika miongoni mwa vifungu vya uhakika wa jambo. Sasa swala nguzo zake ukiacha, basi umeondoa moja ya hakika ya swala. Kwa hivyo mpaka ukiacha urudi uiswali ama uifanye kisha uendelee baada ya hapo, sio pale ulipokuweko. Na baada ya tahiyatu tasjudu sijda mbili za kusahau. Walbaadhu, na baadhi katika hizo baadhi za swala saba, yajiburuhu sujudu sahwi, huungwa na sijda ya kusahau. Ukisahau atahiyatu ya kwanza na hizo zingine, basi kusujudu sijdatu sahwi itakuwa imetosha, si lazima urudi uifanye, na ukirudi swala itavunjika. Wa huwa an yasjuda, na huko kusujudu sijdatu sahwi, an yasjuda sajdataini, asujudu sijda mbili, kasujudi swalati, kama mfano wa sijda za swala, baada tashahudi al-akhiri, baada ya tahiyatu ya mwisho.
wa qabla salami, na kabla ya kupiga salamu. Wa tariku sunnati, na mwenye kuacha sunna katika sunna za swala, yafutuhu al-ajru, utamfutu yeye ujira. Yafutuhu al-ajru, utamfutu ujira, yani atakosa ujira ama thawabu za ile sunna, lakini swala yake haitovunjika. Inshallah, mpaka hapa tutakoma. Tusisahau kuombeana Mungu, Allah awabariki wazazi wetu, awape wepesi na furaha, na walimu ambao wametusomesha, na wale wote ambao wako katika mbio za kutafuta ilmu, Allah awafikie wapate ilmu zenye manufaa na ukundufu katika kusoma, na waliokufa katika wazee wetu na mashekhe zetu, Allah awarehemu, awaweke pema pamoja na wema. Sitosahau kuwashukuru wote wenye kufuatilizia chaneli yetu na wote wenye kulike na kusubscribe. Wa as'adallahu awqatakum wa ila liqa.